ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, na aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiingia kwenye kipindi cha pili cha sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumeeleza nyuma ya kuwa suala la hijra, la kuhamia kutoka Maka kwenda Madina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaidhinisha masahaba walifanye hilo, na likafanyika, na tukatoa baadhi ya mifano. Kwa hiyo watu waliendelea kuhamia kutoka Maka kwenda Madina mpaka ikawa Maka hakuna tena aliyebakia isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na familia ya Sayyidina Abi Bakar na watu wawili watatu. Hali hiyo kujitokeza, Makuraish wakahisi hapa Maka kuna mabadiliko, mbona hatuoni watu fulani, hatumoni fulani, hatumoni. Pale pale ikaleta taharuki, kina Abu Jahal na kina Shaiba na kina Utba, hao ni wale wenye kusimamia mji, wale wazee wa kisawasawa. Wakaona lazima wafanye mkutano wa haraka, kwa kuwa hapa Maka hali inayoendelea haiko sawa sawa, waweze kulijadili. Pale pale wakafanya mkutano, na ikawa ni mkutano mbaya katika tarehe ya ulimwengu. Hakuna mkutano uliofanywa katika ulimwengu ukawa mkutano huo ni muovu mno kama huu mkutano. Mikutano kabla ya hapo imefanyika mingi, ikiwemo ya hii Firauni ya kuua watoto, na mpaka leo mikutano ipo yafanywa ya kuua. Saddam Hussein mikutano ilifanywa wakauliwa, kina Gaddafi walioko Libya mikutano imefanywa wakauliwa, na sehemu kadhaa, bali hata ndani ya nchi yetu ya Kenya kuna watu wameuliwa kutoka nyuma kule wakati wa ukoloni. Kufanyika kwa mikutano hii, dhulma inayoendelea kote ulimwenguni katika kuuliwa watu haitaweza kuwa ni sawa na mkutano huo kwamba uliofanyika na kina Abu Jahal na kina Utba na Abi Shaiba. Hawa watu walipokaa wakazungumza, wakasema hapa hakuna njia ya Maka kuwa salama isipokuwa ni kumtafuta Muhammad na kumuua. Sasa niambie, mkutano wa kupanga kumuua mtume utafanana kwa uovu na mkutano wote mwingine wa kuuliwa yoyote ulimwenguni? Abadan, haiwezi kufanana. Hawa watu walipokaa kushauriana, ukatoka rai mwanzo tofauti. Rai ya kwanza ilikuwa ni rai hafifu, wakasema bana, maonaje huyu tutafute namna tumkamate, baada ya kumkamata tumfunge mahali basi, ili hili jambo lake tulizuie lisifike mahali. Abu Jahal hakuridhika, akasema huyu hata tukimfunga mahali, yule ambaye kwamba atakayekuwa na yeye atapokea mawili matatu, hayo mawili matatu yataendea huko, yatarudi baadaye yawe dhidi yetu. Wengine wakasema tumfukuze basi, tumtoe hapa Maka. Akaambia sasa hiyo ndo hatari kabisa, tukimtoa Maka huyu akienda mahali huku atakapokwenda atazungumza, watajenga nguvu, watakuja kutusumbua hapa. Ndio rai ya mwisho ilitoka, wakasema hapa hakuna njia isipokuwa ni kumuua. Wale waliokwenda Madina, waliokwenda wapi, mwisho wenyewe watarudi. Muhimu ni huyu kichwa, ndiye ambaye kwamba akiondoka mambo yote yatamalizika. Na hii utaikuta ni siasa iko mpaka leo. Mara nyingi utafuta yule kiongozi basi ashikwe au auliwe au afanyiwe jambo lolote, wengine wote wanaofuata wanatulia. Katika namna ya kumuua sasa, je, tutamuua namna gani?
Manake huyu Muhammad kwa kawaida pia ana familia zake, ana watu wake pia ambao kwamba hao waliokubali kama dini utamwagika damu ndani ya Maka. Wakapanga njia ya kisheria, wakasema tutafute makabila 40 yaliyoko hapa Maka au familia 40, katika kila moja walete barobaro moja. Huyu barobaro moja tumpatie panga, hilo panga tulitie sumu, yani kuhakikisha 100% huyu ni kufa. Kama hafi kwa panga, atakufa kwa sumu iliyoko kwenye panga. Tukimuua kwa njia kama hii, yoyote atakayejitokeza hatoweza kupambana na familia 40 au makabila 40. Lazima mwisho litabidi ni kuelewana na kulipa mali fulani yaishe, lakini kutoke watu wapambane na hawa watu wote haitowezekana. Wakasema hiyo ndio nzuri. Ukaanza kutafutwa mabarobaro katika mji wa Maka, wakapatikana mabarobaro 40. Hiyo hali huku inaendelea. Inasemekana ilikuwa ni time za asubuhi, takriban mkutano kama huu, saa 8 saa 5 namna hiyo, wakaanza kutafuta. Na huku Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jibril alaihi salam anamteremkia, anamwambia ya Muhammad, Mwenyezi Mungu amekupa ruhusa ya hijra kutoka Maka kwenda Madina. Hakupatiwa plan, hakupatiwa usaidizi, ajipange yeye mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale naye akatoka katika time za baada dhuhuri, kama saa 7:30, saa 8, saa 9. Wale waliokwenda Arabuni wanajua tukisema saa 8 na saa 9 wakukoje kule, watu hawatoki, jua huwa ni kali. Hata serikali ya kule, wale wenye kufanya vibarua, kazi ngumu za ujenzi na nini, ukionekana unamfanyisha time hizo unatiwa ndani, kwa sababu jua linapiga kwenye daraja ya 50 huko. Unajua huko kwetu tukilia jana na leo ni 34, 33, ikizidi tuka 36 tutachungulia kidogo, turudi kwetu kwenye 32. Hiyo ndio watu wanalia jua letu, lakini kule linapiga mpaka 50, damu za pua zinatoka, watu badala ya kukaa wanajifungia ndani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua wakati ambao kwamba kuna ada kule Maka, time zile watu hawatoki, wakisha kumaliza wakati wa mchana pale adhuhuri wanapumzika mpaka jua lishuke chini. Na ukienda baadhi ya maeneo pia utakuta ada hii iko mpaka leo. Yani mfano Lamu kule kuna maduka mpaka leo mchana hayafunguliwi. Tanarifa kule pia ukienda kuna maduka hayafunguliwi. Ukienda sehemu za Arabuni ikifungwa pale saa 6 hivi saa 7 basi mpaka saa 10 huko, ili kujipumzisha. Mtume akachukua wakati. Kweli ni Jibril amemshukia, lakini sio kwa kuwa Jibril ameshuka na yeye ajiwacheregwe. Tumetangulia nyuma mara nyingi kusema dini ya Kiislamu ni dini ya mpango, sio dini ya kujipeleka tu ovyo ovyo. Hakuna kitu cha ovyo ovyo katika Uislamu. Kwa hiyo Mtume naye akajipanga wakati ambao kwamba hataonekana na watu, akaondoka akaenda mpaka kwa Sayyidina Abubakar, akamgongea mlango, na ilikuwa Mtume amejifunika kabisa, amewacha macho tu kama kuvaa ninja, inaitwa mulatha katika lugha ya Kiarabu. Hata utakuta watu wa kutoka Mauritania, wa kutoka Libya, utakuta wanavaa, wa Sudani wanavaa matambara kisha wanayapitisha hivi, wanafinika, wanaacha macho peke yake, kwa sababu ya vumbi na jua inakuwa kali. Kwa hiyo Mtume akajifunga hiyo kwa njia ya mulatha, akaenda mpaka kwa Sayyidina Abubakar. Kwa hiyo time ilikuwa ni time ya kujistiri, pia na yeye uso wake akafanya nini? Akaustiri. Yawezekana mtu ghafla akatokezea, ili pia asimtambue sallallahu alaihi wasallam. Alipofika nyumba ya Sayyidina Abubakar, alipogonga, Sayyidina Abubakar akiuliza, akamwambia mimi ni Muhammad. Akamwambia karibu, akamwambia la, wewe toka nje. Sayyidina Abubakar akamwambia ya Rasulullah, hapa ndani hakuna mtu isipokuwa ni watu wako. Sayyidina Abubakar ameoa msichana wa Mtume, Sayyidina Aisha. Mtume ameoa msichana wa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Aisha ni nyumbani kwake pale. Akamwambia hapa ni nyumbani kwako, ingia. Akamwambia la, wewe toka nje. Pia Mtume amechukua siasa ya kuwa lao nitaingia, mtu nje akipita ataanza kuuliza ameingia nani yule?
labda ni Muhammad yule, yani wafuta kabisa, ili kila jambo liwe katika njia ya usalama. Sayyidina Abubakar akatoka nje akamwambia, nimepatiwa ruhusa ya kufanya hijra na itakuwa ni leo, kwa hiyo jipange. Sayyidina Abubakar akamwambia, suhbatan ya Rasulullah, tuwe pamoja, usiende peke yako na peke yako. Akamwambia suhbatan, tutakuwa pamoja. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nitapanga wanyama wawili, wangu na wako, usitafute mnyama, nataka kumhudumikia mtume furaha. Mtume sana akamwambia, la, panga mnyama lakini nitalipa. Yani mtume hataki pia kuwa ni mzigo kwa mtu, na pia anataka thawabu kamili, thawabu za hijra na thawabu za kujigharamikia ile hijra. Sayyidina Abubakar akajaribu kuvutana naye, mtume akamwambia, la, sitakubali, lazima kama utanikia mnyama pia nitalipa. Akamwambia, ni sawa, nilikubali. Pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Sayyidina Abubakar akaingia ndani, akaanza kupanga nyumbani mambo ya safari. Mtume akaenda zake kwa Sayyidina Ali bin Abi Talib, gania mbio akaenda kwa Imam Ali akamwambia, ya Ali, mimi nahama kutoka Maka kwenda Madina. Hakumweleza nahama na nani, wala hakumweleza ni njia gani nitafata. Hakumpa details, alimpa tu mazungumzo ya juu. Sasa jambo nalolitaka wewe kwako ni kwa kuna amana za hawa Makureishi, hawa wanaotaka kunyua, mimi na amana zao, kwa sababu mtume alikuwa ni aswadiqul amin, ni kweli na ni mwaminifu. Sasa watu wenye pesa zao, wenye dhahabu zao, wenye vitu zao walikuwa wakimpelekea, akitoka nje kule kisha yule, lakini ni mrongo, si nabii. Yani huku wamwamini na huku wamzungumza kwa ubaya. Sasa mtume alikuwa akipatiwa zile amana, akaona na mimi kusafiri kwenda zangu Madina na niko na amana za watu, kweli wananichukia, kweli ni watu wataka kuniua, lakini suala la amana halihusiani na ugomvi. Na hii ni nukta muhimu sana. Mara nyingine watu wanaweza kuwa ni shirika haswa kwenye kazi au kwenye ardhi au kwenye mali, kisha wakagongana kwa jambo, hawakuweza kuelewana, wakatupiana maneno kidogo, yule mwenye nguvu akakumburushwa yule mwenzake na akamruka na mali yake na haki yake. Hayo utakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Kweli yule aweza kushindwa katika dunia kuleta haki yake, lakini hata shindwa siku ya Kiyama kurudisha haki yake. Kwa hiyo tuwe ni watu makini tunapokuwa na amana za watu, tutafautishe ugomvi na amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia kuuliwa haswa, wacha kutukanana, kuuliwa, lakini akaona la, wacha nikae na Sayyidina Ali bin Abi Talib, akamkabidhi zile amana, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, kisha akamwomba na jambo la pili ambalo kwa ni gumu, na hili ndilo ambalo ilikuwa ni siri ya Imam Ali bin Abi Talib. Akamwambia pia, usiku wa leo nataka ulale kwenye kitanda chako. Yani hatari, ni kama kusema kumriski mtu, kumtia mtu kwenye jambo la hatari. Maanake wale watakapotaka kumuua mtume direct watakwenda kwenye nyumba yake, wende kwenye room yake, wende kwenye kitanda chake. Akamwambia, na utajifinika na bashikila sio tu masala ya ulale, na ujifinike haswa na bashikila. Imam Ali bin Abi Talib akalipokea, akamwambia, bwana ya Rasulullah, nimelipokea hiyo. Akapokea amana na akajipanga usiku kwenda kulala kwenye room ya mtume, kwenye kitanda chake na kujifunika na bashiki yake. Hapa wanatarehe wakasema hii pia ilikuwa ni moja katika siasa ya kupoteza rada. Yani mtu anayemtaka mtume akija mpaka pale akichungulia kidogo atamwona nani yule pale amelala, lakini lao hata kujifunika, mbona leo yuko Ali, huyu yuko huyu. Kwa hiyo amepanga vitu in strategic, ameweka mambo kiplani, hakuyaweka tukio ovyo ovyo. Kwa kuwa Jibril amekuja, Jibril amekuja mimi, Jibril amekuja, lakini hajakwambia pia uwachelewe, jipange yale mambo kwa kwamba watapanga wao kina Jibril watakupangia. Madamu hajapanga, wewe lazima ufanye nini? Ujipange sawa sawa. Kwa hiyo Mtume sasa akapanga plan kama hiyo, kisha kule kwenye nyumba ya Sayyidina Abubakar. Hii ni nyumba iliyopata bahati kubwa sana katika hijra. Ana binti yake anaitwa Asma, na huyu Asma alikuwa ana mimba ya miezi 7. Huyu Asma akapangwa shughuli yake
awe kila siku akichukua chakula akileta kule kwenye jabali ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda kujificha nalo ni gharu Thawr. Kwa nini kuchaguliwa mwanamke tena mwenye mimba? La kwanza, wanawake wamepata kuparticipate katika jambo muhimu, swala la gender. Hili swala la gender mara nyingine watu wanaona kama Uislamu hauna mambo ya gender. La, inayo gender. Nyuma tumetaja baadhi ya masali imeonyesha swala la gender. Hata hii katika hijra pia mwanamke amepatiwa nafasi yake na yeye kupata baraka ya kuhudumikia safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haikuwa ni mwanamke kwa sababu tujuana. Maanake siasa jenda zao ni kujuana na maslaha, hazina ukweli ndani, ni maslaha tu. Labda mtu hayuko qualified kamwe, lakini kwa sababu yeye atatuletea kura, basi na yeye apatiwe cheo hichi au apatiwe mahali hapo. Huyu alichaguliwa sio kwa kuwa ni familia tu ya Sayyidina Abubakar, pia kwa kuwa vile ana mimba, mtu atakayemwona hatotarajia kama huyu yuko katika kushiriki kwenye hii shughuli. Kwa hiyo mkute mwanamke ana mimba ya miezi 7 na wewe wamtafuta mwizi au wamtafuta mtu aliyokudhulumu kulingana na wewe unavyoona, au jambo lolote baya, kwa hiyo utaona huyu pia yuko katika hiyo timu ya huyo mtu. La, kwa hiyo ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam watatafuta mwanamke pia ambaye kwamba lau ataonekana haito reflect wa huyu pia anahusika katika hili jambo. Mwingine ni Abdullah, mtoto wa Sayyidina Abubakar. Huyu naye akawekwa ni kama Ministry of Information. Yaani angalia, Jibril ameshuka lakini hakutegemea tena mambo ya Jibril. Huyu Abdullah kazi yake asubuhi atazunguka ende hapa rudi huku, wakisikiza jamaa wapanga nini, wamzungumzia vipi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo gani tena ambalo wanaendelea. Kisha baadaye yuaenda yuamwambia huyu mwanamke Asma, bana kuna kadhaa na kadhaa na kadhaa. Kisha huyu Asma akipeleka chakula kule, kwambia huku leo kumezungumzwa hivi kuhusu nyinyi, ili Mtume awe aware jambo gani linaendelea kule. Unaona plan, kila jambo ameleka kwenye plan. Isitoshe huyu Asma akienda kule na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar wakitoka kwenda kule, ni sahara, ni jangwa, si kama huku ni jangwa, lazima kutaonekana nyayo. Hizi nyayo mbona zimeenda huko? Ukapangwa mtu anaitwa Amir ibn Fuhaira. Huyu alikuwa ni mchungaji wa nyama, basi akapangiwa time fulani, wewe utapita barabara fulani hivi. Sasa Mtume na Sayyidina Abubakar baada ya kupita na yeye nyuma yopita yosafisha watu wanakumepita mbuzi hapo. Asma na yeye time zake ambazo kwamba za kupeleka chakula, akipita na huyu baadaye yopita yosafisha ile barabara, ili kupoteza rada kwa wale ambao watakuwa wanatafuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo angalia namna gani mipango ya chakula yamewekwa, mipango ya usalama yamewekwa, mipango ya information yamewekwa. Wa ila Mtume hahitaji haya yote. Mtume ni mtukufu bwana. Ikiwa Sayyidatina Maryam yeye si nabii kamwe, lakini alikuwa akiteremshiwa chakula kutoka kwa. Kwani Mtume hawezi kuteremshiwa chakula katika safari ya hatari kama hii? Nabii Allah Suleiman alikiamrisha upepo tukimbebe upeleke mahali popote, huku Mtume akitangamia aanze kwenda na mtu mwenye kufuta barabara. Kwa nini mambo yamefanyika kama hivi? Ulama wanasema kufahamisha ya kuwa hii dini yetu ya Kiislamu kuenea kwake haitaenea na miujiza, itaenea na bidii. Hii dini ya Kiislamu yataka kuenezwa kwa bidii, hakuna mambo ya miujiza. Ni wewe kwa upande wako ufanye bidii, na huyu afanye bidii, huyu azungumze, huyu atoe, huyu ajenge, huyu ashawishi, huyu afanye kadhaa, kila mtu kwa namna yake. Matajiri watoe pesa zao, mashehe wazungumze, watu wa kawaida na wao waingiliane, washawishi, kila mmoja achukue dauri yake katika bidii ya kupeleka kazi kama hii. Ama ukikaa ukisubiri muujiza, ungekwenda huko kwenye kaumu Suleiman huko nyuma, usizaliwe katika kaumu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupanga mipango yote kama hiyo, usiku ndio ikawa ni wakati ambao kwamba wa kujipumzisha, ili ikifika masaa ya usiku zaidi karibu na alfajiri huko ndipo atoke. Ikawa Mtume yuko nyumbani yeye na Sayyidina Ali bin Abi Talib.
ametulia pale. Ilipofika karibu na alfajiri, Mtume SAW akatoka akifungua mlango, mabarobaro 40 wako hapo na mapaka. Mtume SAW hakubabaika, pale pale akaitumia ile aya ambayo kwamba kila mmoja aijua, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Hii madereva wingi waijua. Ukimuuliza dereva akusomee Wadduha nini, zile zitamcheka, lakini waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Hiyo masha Allah, sijui wamekwenda kutoni wapi. Wakiona tu traffic kule uanze kusoma, ikasoma mpaka kapita kwa ile traffic. Kwa hiyo hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma na alishika mchanga kwenye mkono wake, aliposoma akafuzia kwenye ile mchanga, kisha akarusha. Uliporusha ukawagusagusa wale wote mabarabara walioko pale, basi mashallah kulikuja usingizi ambao kwamba ni mtamu usiokuwa na mfano, wakalala wote pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka vizuri polepole, bila ya kuua mtu, bila kuharibu mtu, bila kugongana na mtu, safari ya salama. Pamoja na hawa wote walikuwa ni maadui. Lau ungepatiwa wewe nafasi, nafikiri ule mchanga ungeusumia Arabi wape hivi sasa wote wamebaiki. Ukirusha hiko ukitoka ndio hakuna tena kuamka. La, Mtume alikuwa ni rahmatan lil alamin, hana ugomvi na watu, yeye ataka watu waongoke waende kwenye njia ya sawa. Mtume akaenda akampitia Sayyidina Abubakar, wakatoka pamoja kwenda zao kwenye Ghari Athawa. Hawa mabarabara huku kifika mpaka jua limechomoza bado wamelala. Akaja riwaya sema Abu Jahal, wengine nasema shetani akaja akawamsha, ikukeni. Wakiamka kila mtu akakuta ana mchanga kwenye kichwa, hawakuelewa kuna kitu gani. Ndio wakavamia nyumba ya Mtume sasa. Kuvamia nyumba ya Mtume, wakiingia wakamkuta kwenye kitanda aliyoko ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib aliulizwa, wewe siku hiyo ulilalaje? Wewe fanya wewe sasa ndio Sayyidina Ali, na umelala kwenye rumu, nje kuna watu 40 wanakusubiri. Bila shaka usingizi hautakuja siku hiyo, hakuna kulala, itakuwa moyo bubu hivi sasa hivi sasa hivi sasa hivi sasa. Sayyidina Ali asema hakuna katika umri wangu usingizi uliokuwa mtamu kama siku hiyo nilipolala kwenye kitanda cha Mtume na ndani ya masjidi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipata usingizi wa ajabu, na hii ni neema Mwenyezi Mungu huwapatia waja wake. Hata watu wa Badri, wakati wa vita vya Badri, maswahaba walipokwenda wakafika mpaka kwenye vita vya Badri. Walipofika pale ikawa sasa ni hofu, wao ni kidogo, watu 313, lakini huku upande wa Quraysh watu zaidi ya 1000, silaha zimejaa. Ilipofika usiku sasa wataka kupumzika, Mwenyezi Mungu akawateremshia nuasa, wakalala vizuri mpaka asubuhi. Tena la ajabu kubwa, si kulala tu, wengine wakaota haswa, wanastarehe, wakamkana janaba, ambapo kisaikolojia ni nzito sana. Wewe ukiambiwa tu kesho utasafiri na tiketi yako ya ndege, basi utaiona Kaaba kwa hivi sasa, au hutolala kamwe. Na lau ukilala utakuta ushakwenda kwenye Kaaba, au utaota ndege imekukimbia. Yaani wewe utaishi kwenye maisha ya lile jambo. Lakini angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kuingiza utulivu kwa watu wake, kwa waja wake, inatakana tujenge ilaka na Mwenyezi Mungu sawa sawa na imani zetu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka yeye na Sayyidina Bakar, alipofika nje ya Makka kidogo, akageuka akaiangalia Makka, na hapa ndio tutasimama kichwa chetu. Akaiangalia Makka, akaanza kuzungumza na Makka, akaiambia Makka, qad alimtu anna ahabba albiladi ila Allah azza wa jalla Makka walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu. Mimi najua ya kuwa mji unaopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni wewe Makka. Makka Mwenyezi Mungu yakupenda, amekuwekea Kaaba, amekuwekea Hajarul Aswad, amekuwekea manabii wengi wamezikwa pale, na hakuna nabii isipokuwa amefika mahali kama pale. Lakini watu wako wamenitoa, kama wasingenitoa mimi nisingetoka mahali kama hapa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa iwasikitikia mji, je, vipi wale watu walio kwenye mji?
kusikitikia watu ni zaidi, na hii kuonyesha mtu apende mji wake. Wewe kama ni mtu wa Malindi, usitukane Malindi, penda Malindi, sio Malindi penda Malindi yako. Mungu amekuleta hapa, ni hapa, ni kwako. Wewe uko Kenya, penda Kenya yako, sio wale wenye kuandika born by mistake, born by mistake. Vipi mzaliwa kwa bahati mbaya? Lako mkosea adabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale mahali uliposhughulikia, pale mahali fanya development. Kama kuna kitu kibaya, ni wewe wa kurekebisha, nani mwingine ajikurekebisha? Marekebisho yaanza kwa mtu mmoja tu basi. Yule mtu mmoja anapotahara, na mwingine yuingia, na mwingine na mwingine, mpaka mahali panakuwa sawa. Mtaa mbaya, anza wewe kurekebisha mtaa. Mji mbaya, anza wewe kurekebisha mji. Tupendeni miji yetu, tupendeni nchi zetu, na tuzipende zile zilizopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zile tutazipenda zaidi. Maka tutaipenda zaidi ya Malindi, lakini na Malindi hatutaichukia, tutaipenda. Na Kenya yetu tutaipenda, na kila mmoja apende mahali pake. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala tujalie kila la kheri, na kesho inshallah tutaona mtume alipofika kwenye jabali na kukatokea jambo gani. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.